Licha ya kuzivaa baadhi ya nchi ikiwemo Canada kwenye swala la ushuru, lakini Trump ameenda mbali zaidi mpaka amemvaa rafiki yake Elon Musk, ambapo moja kwa moja bwana tunaarifiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametishia kusitisha mabilioni ya dola za ruzuku ambazo hizi huwa zinatolewa kwa kampuni mbalimbali za Elon Musk. Sasa hii ni kutokana na mvutano ambao unaendelea kati yao. Hii ni mara baada ya Musk ambaye aliwahi kuwa mshirika wake mkubwa kabisa kukosoa vikali mswada mpya wa kodi na matumizi ya serikali ambao unafuta ruzuku za ununuzi wa magari ya umeme, hatua ambayo inaonekana kulenga moja kwa moja kampuni ya Tesla. Sasa Trump, miongoni mwa vitu ambavyo alivyovieleza ni kwamba bila ruzuku hizo Musk anahitaji kufunga biashara na kurudi nyumbani Afrika Kusini, na Musk alijibu kauli hiyo ya Trump na kusema kwamba zuia kila kitu sasa. Sasa mabishano haya ya maneno yanaongezeka wakati ambapo Senate ya Marekani ilipitisha mswada huo kwa kura chache tu, huku soko la hisa la Tesla likishuka kwa 4%. Kwenye huu mswada nimejaribu kupitia hapa, tutakumbuka ni wiki za hivi tu karibuni ambapo bunge la Marekani liliwasilisha mswada mpya ambao ulifahamika kwa jina la One Big Beautiful Bill Act, ambao huu ukapendekeza tozo za ushuru kwa 5% kwa fedha zote ambazo zinatumwa nje ya nchi na watu wasiokuwa raia wa Marekani. Tutakumbuka hili, ikiwemo wenye visa za muda na hata wale ambao walio na green card. Ushuru huu hautawahusu raia wa Marekani moja kwa moja, na wale ambao walio halali wanaweza kurejeshewa kupitia mikopo ya kodi. Mapato ambayo yanayotokana na ushuru huu yanalengwa kufadhili usalama wa mipaka, ikiwa ni pamoja na kuajiri maafisa zaidi wa uhamiaji, ndio lengo lao kuu kabisa. Sasa wafuasi wanasema mswada huu utadhibiti uhamiaji haramu. Wao wako katika mlengo huo, huku wakosoaji wakiutazama mswada huu kwa eneo tofauti kabisa, wakionya kwamba utawaumiza wahamiaji ambao wanaotegemewa na familia zao katika nchi za asili. Mswada huu haujawa sheria bado, lakini unasubiri mjadala wa kura zaidi kabla ya kutiliwa saini na rais. Kwa hiyo ndicho ambacho moja kwa moja kinachoendelea.